I think sababu kubwa ya watu kuruhusu maisha yao kuendelea kuwa ya ajabu ama biashara zao ni kwa sababu wamejipa option nyingi sana kwenye maisha. Kuna aina mbili za watu. Kuna mtu wa kwanza ambaye anaamini mafanikio ni kama bahati nasibu. Kwa hiyo yuko okay, yatokee, yasitokee, yatajua wenyewe. Alafu kuna aina ya pili ya mtu ambaye anaamini mafanikio ni kitu ambacho ni lazima kitokee. Kinachotokea ni kwamba watu wengi wanakuwa wanafikiria na kuyatamani mafanikio kichwani kwao, lakini wako sawa pia hata yasipotokea. Yaani mimi kwangu ninachojua mafanikio lazima nifanikiwe. Kichwani kwako unatakiwa uamini na kujua kwamba there is no other option. I must have success in my life. Eventually, ukiwa na mindset hii, watu wataanza kupongeza na wewe utaanza kuangalia na utakuwa huna cha kujibu, kwa sababu wao watakuwa wanafikiri kwamba kwa position uliyopo ungeweza siku kuingia hivi, lakini ukaamua. Sio kwamba nilikuwa na position niliyopo nilikuwa na option ya kukata tamaa. There is no option. Hakuna option ya katikati kwamba kuna uwezekano wa katikati kikitokea kwamba labda ungeshindwa ungeamua kukata tamaa. Hiyo option hamna. Do you understand? Kitu kinachotokea ni kwamba watu wengi wanatengeneza hizi desires zao ama malengo wanayotamani kuwa kama vile ni kitu ambacho unaweza kubagain kwamba nikifeli hapa nitakuwa hapa, nikifeli hii nitaweza kufanya hivi, nikishinda hapa nitafanya hivi, bado nitakuwa na option hii, ni bora niende na hii kwa sababu nitafanya hii, nikishindikana hii nitaweza kupita hapa, ujue bado nitakuwa na room kubwa ya kuweza kuchagua vitu vingine, kwa hiyo naenda nayo. Your goals haipaswi kuwa negotiable. Your goals inatakiwa kuwa requirements. Yani ni kitu ambacho kinahitajika kifuatwe. Yani inatakiwa iwe hivi, it's either mimi nafanikiwa au hakuna option nyingine. Period. Hivyo ndio inatakiwa iwe. So, kwa mfano, unajua kabisa kwa nini jinsi nilivyo, natakiwa nifanye biashara, natakiwa niwe mjasiriamali. The only kutoka kuwa mbabaifu, sheria kutambui, taasisi za kibenki hazikutambui, biashara za kimataifa hazikutambui, una uhakika kwamba brand yako inaweza kuwa protected, mtu yote akicheza na brand yako anaweza akacheza nayo, mtu yote anataka kufanya jambo lolote ambalo anaweza kujisikia kwenye biashara. Wewe unajua kabisa nipo kwenye hii biashara na ni mjasiriamali. The only option ya kuweza kwenda the next step ni kusajili kampuni. Don't even think about. Hapo chini kwenye caption kuna namba ya simu. Piga hiyo simu sasa hivi as we speak, ama comment neno usajili hapo chini. Tukutane kwenye comments.